kutokumwacha Yesu au kudumu katika Yesu Kristo, ya kupasa kuwa na mahali unatazama, haleluya, amen, na kuwa kuna vitu umeweka kando. Bwana asifiwe, amen. Kwa vita vyako vya kiroho vya kwenda mbinguni, wale mnaoenda mbinguni mnaona mko katika vita ya kwenda mbinguni. Mtu akiwa anaendesha gari au wewe ukiwa unasafiri, shauku yako ni kule unakoenda. Hii kupata pancha, machungwa yako kupotea kwenye basi haikusumbui sana. Sangine hata kuibiwa kwenye basi haisumbui. Unastahimili. Unachotaka ufike kule unakoenda. Unashikwa na kule unakoenda. Kwa hiyo tukiwa pia hatujui tunaenda wapi, ni ngumu sana kuendelea na safari. Ni ngumu sana kuishia nyumbani. Mimi nakumbuka nilipookoka, nilikuwa najiona niko peke yangu, hamna mtu anaweza kunisaidia. Lakini kwa nimeshapata ufunuo wa motoni kukoje. Sasa mazingira ilikuwa niruhusu kuendelea. Lakini kwa sababu nilikuwa najua wapi naenda, niliweza kustahimili. Sema kustahimili. Kustahimili. Kuna kitu tutajifunza hapo somo la leo na lijalo kuhusu kustahimili, kustahimili. Watu wanaostahimili hata kwenye riadha. Kuna mwanariadha mmoja aliwahi kumuona amekimbia, alipofika pale mwishoni akachoka kabisa, akaanguka chini, afa akaanza kutambaa mpaka akacross ile nani ya mwisho. Alistahimili. Kitu gani? Anataka ile medali. Lakini mwingine angelala na kulala, asubiri watu wa kumbeba. Kama sisi tuliokoka sasa hivi unasubiria mtu akubebe, akushauri nini, wewe unaenda mbinguni, wewe unasubiri ubebe. Unatakiwa mwenyewe unajikaza, unaweka kando vitu, alafu unapiga nini? Mbio. Andiko letu la kwanza ni Waebrania 12 mstari wa kwanza na wa pili. Nitaanza mstari wa kwanza. Nasema, basi sisi kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Hapa kuna neno linaitwa perikeimenon. Perikeimenon maana ni kuzungukwa. Alilitumia Paulo ili andiko hapa. Ukisoma katika Waebrania hapo 11 amewataja watu wa imani. Amemtaja Nuhu, amemtaja Ibrahimu, amemtaja Isaka, amemtaja Sara, amemtaja Yesu, ametaja watu wengi pale. Hao ndio wanaosema wametuzunguka wingu la mashahidi. Ni kama vile wametuzunguka kwenye mpira, kiwanja cha mpira. Na hao waliotuzunguka ni watu waliopitia mbio zile ambazo sisi tunapitia za imani. Na Yesu, tunasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na kutimiza hiyo imani. Kule mlango wa 11 alikuwa anazungumza kuhusu imani. Hapa mlango wa 12 mstari wa 2 tu anaanza kusema mwanzilishi wa imani. Kwa hiyo lile wingu la mashahidi lilikuwa linazungumza watu wa imani. Bwana asifiwe. Amen. Na Yesu mwenyewe ndio mwanzilishi. Yaani wale wote, imani zote zile tulizosoma za Ibrahimu na Sara, kiini chake ni Yesu. Na hapa Waebrania mstari wa 2 hapo tutaona tena nasema tukimtazama huyo Yesu sasa, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani. Kwa hiyo katika Agano la Kale vivuli vyote vya imani tunavyoviona, Ibrahimu, Isaka, ilikuwa ndani yake kuna msema Yesu ambaye sisi tayari tunaye. Kwa hiyo naendelea kusisitiza hapa, nasema kwa kuwa tunazungukwa na waliotutangulia kiimani na walioshinda kiimani na waliofika mwisho, waliopata zawadi. Kwa sababu wanaposema tunazungukwa na wingu ni neno la kimichezo, kwamba watu wamezunguka kama vile wanatushangilia hivi. Sio kwamba kuna watu wanatushangilia kama wapo au hawapo, lakini kitu cha msingi ni kwamba kuna ambao wamepita vita vile vile ambavyo na sisi tunapitia kwa imani.
na wakazalisha matokeo mwishoni. Kwa hiyo na sisi tuko katika hilo, kutoka katika mbio hizo. Anasema wingu kubwa la mashahidi. Ili wingu kubwa ni watu wengi. Wengine wametajwa pale kwenye Waebrania, lakini wengine hawakutajwa. Mfano kanisa la kwanza, watu waliokoka kanisa la kwanza karne zilizopita. Unajua Yesu alisema, mimi mtazamo wangu, Yesu alisema waitwao ni wengi, wateule ni wachache. Alisema wengi watataka lakini wasiweze, njia ile nyembamba wanaopita ni wachache. Hivi wachache ni wangapi? Kwa Mungu wachache inaweza ikawa kwetu ni wengi. Mimi naamini pia watu wataingia mbinguni wengi, kwa sababu Mungu ni mkuu. Sasa ule ukuu wake, wale wengi watakaoingia yeye anaona wachache, kwa sababu ni mkubwa. Sio kwamba wachache na maana, unanielewa sasa hicho kipimo cha wachache, kwa sababu wachache wanaweza kuwa bilioni 10 kwa Mungu. Wachache wanaweza kuwa bilioni 1000 kwa Mungu. Kwa sababu hiyo neno wachache halina kipimo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo hapa nasema wingu kubwa la mashahidi wengi namna hii. Mashahidi wengi namna hii. Kuna watu wengi wameingia mbinguni. Na hata kwenye Ufunuo pale anasema kisha nikaona umati wa watu wasio na hesabu, watu wa kila kabila na lugha, na ni wengi. Kwa hiyo shetani asikatishe tamaa kwamba unaona ni wachache utaweza. Sema katika hao wachache ambao kwa Mungu ni wengi. Mungu anasema kusoma Isaya 40 kwamba vumbi lote la dunia ni kama yani vumbi lote la dunia ni kama kikapu kwa Mungu. Mungu anaweza kulipima kwenye kikapu. Mungu huyo. Vumbi lote la dunia anaweza kulipima kwenye kikapu. Anasema mataifa yote ya dunia ni kama tone la maji. Alafu maandiko anasema Mungu anazipima mbingu kwa shughuli ni hiki kipimo. Mbingu zote hizo. Kwa hiyo kwa Mungu watu wachache ni mabilioni. Bwana asifiwe. Kanisa litakaloingia ni watu wengi. Lakini pia kuna dhana hiyo ya watu wachache ipo. Unaweza kukuta watu mko wengi, mko 1000 lakini wanaenda mbinguni watu 100, na yenyewe ipo. Lakini kama ni watu 100 kwa wakati huu, toka kanisa lianze, watakuwa wameshaingia wengine wengi. Bwana asifiwe. Amen. Kwa mimi nitaenda mbinguni. Amen. Wewe je, utaenda mbinguni? Amen. Unatamka utaenda mbinguni, unatamka kwa imani. Hawaangalii unapo kwamba na Yesu. Ukishasema na Yesu unaenda mbinguni. Hata kama foleni ni kubwa. Ukishasema na passport naingia hiyo nchi na wewe. Hata kama pale kwenye kuingia kuna mambo matatizo, nahitaji tu saburi na maamuzi na ustahimilivu. Bwana asifiwe. Amen. Wingu kubwa la mashahidi. Nasema tuweke kando. Ili ninaitwa, kuna neno kuweka kando inaitwa apotithemi. Apotithemi. Ili neno linatumika kama vile kuvua nguo. Yaani kama vile unakimbia alafu unaona koti lina kusumbua, unaweka kando. Unaona na shati linasumbua, unaliweka kando. Nakumbuka kwa kuna mwanariadha mmoja wakati nasoma Mbeya, alikuwa akikimbia, baadaye anavua viatu, anachomoka pepe. Tumeelewana hivi? Anaweka kando, anavua. Kuna vitu anavua. Maisha yale ya zamani nataka tuyavue. Wakolosai 3:8 anasema lakini sasa yawekeni mbali nani. Anataja ile maisha ya zamani, yawekeni mbali nani. Waefeso pia 4:22 anasema mvue kabisa mwenendo wa zamani. Kwa hiyo anaposema tuweke kando hapa kila mzigo mzito, alafu anasema dhambi tuzingawe kwa upesi. Hivi kuweka kando ni kujifanya, kwa sababu ametaja neno mbio, tunazungukwa katika zile mbio. Tunataka tuweke kando ili tuwe wepesi. Hebu sema mzigo mzito. Mzigo mzito. Dhambi tuzingawe kwa upesi. Dhambi tuzingawe. Ametofautisha mzigo mzito na dhambi. Kuna vitu sio dhambi lakini mizigo ambayo inakupunguzia kasi yako ya mbio. Tumeelewana? Kama sasa hivi kuna kombe la dunia. Kombe la dunia inaweza kama mzigo, kwa sababu inapunguzia muda wa kusoma Biblia. Sijakwambia usijiangalie, lakini lina kila saa kombe la dunia. Kila saa kombe la dunia. Alafu linaanza saa 6 usiku.
linaisha saa 8. Hebu niambie ufanye mwezi mzima, utakuwa salama kiroho? Ule ni mzigo. Mbio zako za wokovu zinapungua. Sasa si saa 8 usiku uko unaomba. Sasa hivi uko kwenye kombe la dunia. Maradona mwenyewe ashazeeka huko, nimemtaja Maradona hata sijui. Wa sasa hivi Mbappe amefunga. Itakusaidia nini? Kesho yake ukiwa unadaiwa kodi, Mbappe anakusaidia nini? Itakuwa imani yako iwe juu ya kuweza kupata hela za kodi. Kwa hiyo likitokea hapo kwenye TV unaangalia kama vile unakula kashata. Unajua kashata unakula tu. Mkwamba unaona kashata unakula, lakini kashata sio lunch. Usiseme nimekula lunch kashata. Kwa hiyo kombe la dunia lichukuliwe kama kashata fulani ya ubuyu. Sawa eh? Eti Michael, ubuyu wewe ulaki unaweza kula. Sasa ngoja nijaribu. Ndio kombe la dunia. Sasa ngoja niongea. Baada unaenda kulala. Bwana asifiwe. Ule ukisema ulifuatilie ni mzigo. Sasa fananisha mambo mengine mengi. Mengi ni mizigo, mizito inatulemea, haitufikishi popote. Kazi tunazozifanya usigeuze ikawa mzigo mzito. Tunatakiwa tufanye kazi. Mungu alipomuumba Adam akamwambia aitunze bustani, kwa tafsiri nyingine afanye kazi. Sawa? Lakini uwe na maarifa, kazi yako ipange vizuri, isiwe mzigo mzito ambao unakuzuia mpaka kumwabudu Mungu. Jumapili unapata visingizio, ni kazini. Ukiuma ndio unaanza Mungu ni wewe. Na unawaza kwamba nafanya kazi ili nimtolee sadaka Mungu. Unafikiri Mungu ana shida na sadaka zako? Mungu ana shida na wewe. Bwana asifiwe. Amen. Sema Mungu ana shida na mimi. Mungu ana shida na mimi. Kwa kitu chochote. Leo nataka tukitoka hapa tukafanye tathmini kwenye maisha yangu. Kitu gani ni mzigo? Mzigo ni kitu ambacho kinakufanya upunguze kasi ya kiroho. Chochote. Hata kama ni kizuri, upunguze kasi ya kiroho kwa sababu ya hicho kitu. Huo ni mzigo. Weka kando. Hapo mbele nitazungumza namna ya kuweka kando. Jambo lingine anasema dhambi zituzingazo kwa upesi. Zamani nilikuwa nafikiri ili andiko neno dhambi tuzingao kwa upesi ni kwamba kila mtu ana dhambi yake fulani inayomzinga kwa upesi. Lakini nimefahamu katika Roho Mtakatifu dhambi zituzingazo kwa upesi ni vitu vya kikawaida ambavyo kila mtu huwa anakabiliana navyo katika maisha ya kila siku upesi. Kwa mfano, hasira. Kwa mfano, kuumizwa, uchungu. Kwa mfano, masengenyo. Ni vitu ambavyo ni dhambi zinatuzinga upesi, ni vitu ambavyo tunajifanya kirahisi. Kuua mtu sio dhambi inayokuzinga kwa upesi. Kushika shoka hapa Martin ukapige mtu eti upate hela, hiyo ni dhambi inakuzinga kwa upesi wewe. Hawa watu wako naandikiwa ni watu waliokoka. Kwenda kufanyaje? Kuabudu Mungu Budha ni dhambi inakuzinga kwa upesi wewe. Dhambi inakuzinga kwa upesi ni chuki. Unamchukia yule mtu hajakulipa hela zako, hiyo ni dhambi ya upesi. Dhambi kuzinga kwa upesi ni uchungu. Una uchungu wazazi wako hawakusomesha. Manunguniko madogo. Kukumbuka yaliyopita na kuyashikilia ni dhambi inamshika kwa. Kuna watu hawaachili vitu vya nyuma. Paulo anasema nikiyasahau yaliyopita. Hebu sema nikiyasahau yaliyopita. Wafilipi 3:13-14. Baadaye tutaangalia alikuwa anaongea nini hapo, tupata muda kama ni sasa wakati mwingine. Anasema nikiyasahau yaliyopita. Nikiachuchumia yaliyopita ni mizigo. Kuna watu hapo umebeba mizigo ya yaliyopita. Mimi hivi na hivi, na siku ile ilikuwa hivi na hivi. Ukiwa na mambo yaliyopita mengi, huwezi kwenda ya mbele. Kwa hiyo yaliyopita yakiwa mazuri au yakiwa mabaya, yaache mwepesi. Bwana asifiwe. Amen. Yaliyopita yanaweza kukutia moyo kwamba nilitoaga pepo kama ni mambo mazuri. Kuna pepo fulani Mungu alinisaidia, niliweza kumtoa. Reference zinasaidia kuweza kufanya kitu kingine. Kama Daudi anasema kama niliua dubu na simba na huyu namkata kichwa. Ni nzuri. Yaani mambo yaliyopita mazuri yatumie kukuinspire kufanya jambo jipya la mbele. Lakini usilinge tu mimi niliuaga dubu
simba. Goliath huyo hapo. Ile ndugu simba itumie kumuua huyu. Usijifune tu kwa mambo hata kama ni mazuri ya nyuma. Nilipata division 1, imekusaidia nini? Imekusaidia nini? Mimi niliwahi kuuza nikapata yaani mtaji ulikuwa ukafika milioni 80. Haya, sasa hivi imekusaidia nini? Kwa hiyo kama ulifikaga ndio 80, onyesha kanuni ambayo sasa hivi imekusaidia. Mambo hasa mabaya ya nyuma ni mizigo mibaya sana. Na shetani anakumbuka nyuma yako. Yaani shetani ana faili na mambo yako ya nyuma. Paulo fikiria alikuwa anachinja watu, anaua watu, anafanya mabaya. Stefano wakati anapigwa hivyo alikuwa ameshika ngumi. Piga! Piga! Piga nawe! Piga! Kwa hiyo alikuwa anakumbuka shetani anamwambia wewe unaua watu wewe. Anasema nikiasala ile pita ili niweze kuchuchumia nipige mbio. Bwana asifiwe. Watu wazuri wote na mambo yaliyopita ngoja nakupa kama unabii hapa. Kwa sababu kuna watu hapa bado hutaki kuachilia mambo ya nyuma. Yasemeshe, yaandike. Alafu yasemeshe, wewe usinifuate, yavue kama unavua nguo. Hata kwa imani vaa nguo fulani afsema kama nguo hii sasa ambayo uipendi kwa sababu ni nzuri sio ipate. Nawaambia tu kwa unabii jamani, sio kwamba yaani nawaambia kwa lugha ya mfano kwa sababu ukiyasemesha hiyo nguo afuka ivaa tena. Wewe tafuta kasweta kako kabaya mbaya wakati wa baridi hata ukitaka kukavaa utaki sasa. Nenda chumbani kavae. Alafu sema kasweta sasa ndio haya matendo. Na kavua tupo huko kachome kwa imani. Bwana asifiwe. Alafu anza upya. Yaani hiyo inakusaidia kujicondition akili yako kama nilifanya mpaka nikachukua hatua ile kale kasweta ndio mambo ya kale. Bwana asifiwe. Kwa sababu huwezi kupiga mbio vizuri ukikumbuka mambo ya kale, mambo ya zamani. Anasema tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ituzingaye kwa pesa. Mtotaje vitu woga, wasiwasi, chuki, uchungu, manunguniko yaliyopita. Hayo mambo tuyaweke kando. Jinsi gani ya kuweka kando? Mtataja baadhi ya vitu hapa. Ishi kiroho. Practice spirituality. Ishi kwa kufanya mambo ya kiroho. Ukifanya mambo ya kiroho, hii mizigo mizito, anasema dhambi tusigao kwa upesi matendo ya mwili. Ukiwa unafanya unaenda kwa roho, kuenda kwa roho ni kufanya vitu vya kiroho. Kiingereza wanasema kujiexpose kwenye kiroho, kujikiroisha. Si mtumie lugha gani? Sema kujikiroisha. Hapo nitaongea Kimeru nafikiri. Ukiroisha sijui ya Kichaga. Nitaingia kwenye lugha lakini Bwana asifiwe. Amen. Unafanya vitu vya kiroho, unaomba, unafunga, unasoma Biblia, unaabudu, unatamka neno. Yaani unajiweka kwenye mazingira ya sheria ya roho wa uzima. Nilifundisha neno ya sheria ya roho wa uzima yale. Hapo unapofanya hivyo automatic unakuwa umeweka kando matendo ya mwili. Bwana asifiwe. Amen. Lakini pia vitambue hivyo vitu vibaya. Kuna wewe mtu unakuta mimi na udhaifu wa kukumbuka mambo ya nyuma. Kitambue kile kitu ambacho mimi na udhaifu wa chuki. Yaani mtu akinifanyia kitu nachukia. Nilikuwa nasikia mtu fulani anasema kabila fulani na nchi fulani ya Afrika kwamba kuna kabila fulani yaani ukishagombana naye atasubiri hata miaka 20 akulipizie sasa kuchinja. Anaweza akaja kawa rafiki yako ili akuweke tu kwenye line mahali ya kuua. Sasa hiyo ni pepo. Sasa kuna vitu vingine vya kikabila, yani iko kwenye familia au kabila. Ukiokoka umetengwa na hilo tabia. Matabia yale unaona liko kwenye kabila, unasema mimi sio kabila langu, wewe sio kabila langu. Mimi na maombi nasemaga mimi sio Mnyakyusa. Mimi ni mbinguni. Naomba nasemesha Mnyakyusa. Kwa sababu Mnyakyusa una vitu vyake, unaona na vyale vivyo kujoa neno na kitu fulani hivi. Mtafanya baiskeli nani? Nenda na gari lako usinitalifti mimi. Mimi na baiskeli tu. Huyo. Sasa piga baiskeli mpaka Rungu akakuatoka Kyela mpaka Rungu akakuacha na gari lako. Si nyanyase bwana. Sasa kiburi hicho cha ya juu. Umesikia?
Kuna watu wako hivyo kule. Yaani wewe utishii. Si hela ni yako. Unaniingiza mimi ya nini? Kwa hiyo ukikaa vibaya naona kuta ni mbira. Nasema mimi sio Mnyakyusa. Amen. Ingawa pia una tabia zao nzuri. Kila kabila lina kitu fulani ambako mwingine nitakufarwana pamba mimi. Na unajua wale wa kusoma atakwambia siku leo nitakupiga kutania eti kachonjo. Kwa hiyo hivyo yale mambo ya kikabila unaweka kando kwenye maombi. Unayakataa. Na kuna vitu unaona kabisa. Unaona kabisa hiki kitu. Na hapa mifano kwa sababu ya kufundisha. Mimi kuna vitu vikitokea, mfano vikitokea zamani hilo tatizo sasa hivi sina. Yaani nikiwa na hela kama chuoni ndio bomu imefika hivi na hela. Tunataka kitu fulani. Hela kanakuja. Na akakataa. Nasema nina hela lakini hela ni makaratasi na kataa. Naweka kando. Unanielewa eh? Amen. Kama kupafu kana. Kuna andiko linasema kiburi huleta majivuno. Pride na kupafu hapo na kufanya hivyo mimi na au akili. Mimi na akili. Kuna kitu kanaambia mimi na akili. Na kweli una akili. Ukiona uko hivyo ni vitu vya kuweka ni mzigo. Eti mimi na akili. Ni mzigo. Unasema Roho Mtakatifu na roho saba, kuna roho ya maarifa, hekima na akili na unaweka kando wako kwa kiburi. Ukiwa mzuri weka kando uzuri wako. Kuna mtu akitembea na kwenye basi airport. Anaona kabisa mimi kuna mtu mmoja alikuwa anaendesha gari hapa Arusha. Tulikuwa na sina private sana. Akavuka. Sina Frank, sina nani. Akasema mdada anavukaje barabara hii? Ni vile alivyo anajua mtu hapa atasimama ataona mtu kunigonga. Yaani akavuka. Kwa muonekano ni mzuri lakini kuna mtu anaweza kukugonga na uzuri wako. Ukawa kilema. Lakini kiburi kinadanganya kwamba mimi hamna mtu atananiweza kunigonga hapa mjini. Kiburi ni uongo wa hali ya juu. Hebu sema kiburi ni kujidanganya. Kiburi ni kujidanganya. Yaani mtu mwenye kiburi anajivunia vitu ambavyo ni makaratasi, ni vitu vinapita tu vya muda mfupi. Lakini nasoma nini mzuri. Hivyo vyote ndio kuweka kando ili tuwe wepesi tupige mbio. Bwana asifiwe. Amen. Tunaangalia jambo la muhimu. Jambo la muhimu ni uzima wa milele. Namna nyingine nimesema ishi kiroho, tambua tatizo, lakini namna nyingine ya kuweka kando semesha. Nilikuwa nasema semesha tabia. Kwamba mimi yaani ukienda beza Mungu anasema, unajua Daudi anasema unichunguze. Sasa Mungu hata akakuchunguza, Mungu anaogopaje, anakuambia wewe kumbe wewe una hasira za ovyo ovyo, unakasirika kama mjinga. Mungu anakuambia hivyo. Sasa unakasirika ovyo. Kwa hiyo sasa kwanza umetambua, alafu unaishi kiroho, alafu unasemesha, alafu unakuwa nacho hicho kitu mwangalifu. Mtu anachelewa, unapiga hadi unasikia upige unajua hii tatizo ichaanza kuja tu ile. Kuna kitu kinakwambia upige kwa nguvu usiachie. Watu watakushangaa. Umenielewa eh? Kwa hiyo unashughulikia. Mimi sipendi kupigiwa oni hata nikiwa naendesha gari. Yaani kuna mtu kidogo tu pipi. Sasa zamani nilikuwa nikipigiwa linanijia wazi huyu anafikiri gari alikimbia ngoja natoka babu wanaita ni babu. Piga babu moja na muacha huko. Alafu nasema hivi nimekukomesha. Haya kwa faida nani? Hicho kitu cha kuweka kando. Unaweza ukagonga mtu ukapata ajali wewe wala yule mtu mjui. Vya hasira hizo za ajabu ajabu. Umenielewa? Na mawazo ambayo tunakuta haliko hivyo wewe unafikiri ni hivi. Kwa sababu nilikuwa nawaza, yaani watu lakini barabarani pia wakiona TZA unakuwa kama mbaya tu takataka hiyo. Wao wanakunyanyasa. Sasa na mimi nawanyanyasa kwa speed kwa sababu TZA kama kimbi. Na waacha huko, nichakuwa tumenyanyasa kwa TZA. Piga baruti moja. Lakini kitu naweka kando. Mungu anaongea na tunaweza kuwa nakimbiza hivi. Mungu ananiambia kabisa acha unimjika. Kuna sauti huko. Ananiambia acha.
Unajua Mungu anashughulika na sisi kwa vitu. Mimi nashuhudia, sijui nyinyi mmeokoka, nyinyi mmeokoka na kitu cha ajabu. Na kuna kitu nakuta kipo. Wala mjui kwa nini kipo. Sema mama usielewe. Kuna kitu nawaza kwa kusema hivi niko hivi. Niko hivi. Afu watu wanakuona mpole, tuseme yule mpole. Watu wanaanza kusemesha, unajua mimi sio mpole. Ni Mungu tu amenisaidia. Bwana asifiwe. Amen. Hivyo vyote ni vya kuweka kando. Na hasira, hebu sema hasira. Hasira Ni dalili ya kiburi. Yaani ukiona na hasira ni kiburi. Yaani kiburi kina dhambi nyingi ndani. Uzinzi ni kiburi. Kwa sababu mpaka uzinzi sio jaribu tu. Watu wanaozini kabisa msingi wake ni kiburi. Ndio maana ni wapishi. Wizi ni kiburi. Kwa sababu dhamiri zetu zipo, wakati unataka kufanya kitu inakukataza, lakini kwa sababu ya kiburi unafanya. Alafu unaanza Mungu ana rehema, ni kiburi. Tuweke kando viburi vyetu. Hebu sema niweke kando kiburi. niweke kando kiburi. Kwa hiyo namna ya kwanza kuweka kando ni ishi kiroho, tambua, semesha. Namna nyingine sifa, kumsifu Mungu kunasaidia kuweka kando mizigo. Unajua sifa ni vazi la shangwe, la vazi jepesi. Kwenye Isaya pale anasema tu kuna vazi la furaha, alafu kuna moyo mzito. Unaposifu, unapokuwa mzito, wewe anza tu kusifu Baba na kushukuru, utasikia kwa mpesi. Sifa. Namna nyingine ya kuweka kando kuna neglect. Kufanyaje? Kupuuzia. Yaani kupuuzia. Kuna lile andiko kwenye Warumi na 13:14 pale. Tutaliona baadaye. Anazungumzia kuhusu mvae Yesu wala msiuangalie mwili. Neno wala msiuangalie mwili literally tafsiri yake ni puuzia. Yaani puuzia vitu vya mwili. Amekuboa, amekukwaza, wala usiangalie hiyo. Ndio hivi. Lakini ukiangalia vitu hajanisaidia. Ni mzigo. Hasa kwenye ndoa. Umeka mwenzako hata hajui wewe mchana kutu mpaka jioni unakuja unakuta bana kanga vitunguu umenuna, inafika usiku mpaka anakuuliza vipi, kwa nini utumie kijiko changu? Una sahani yako ale kitu cha ajabu. Kila siku nito sahani natumia hiyo leo mtandao. Ukifuatilia vitu ambavyo watu wanavinaleta shida ni vidogo sana. Hebu useme tunda lilikuwa dogo sana. Kwa dogo sana. Inaleta matatizo mpaka leo watu wanaenda mtoni. Tunda tu. Kwa hiyo hii kwamba kulikuwa na wageni, amesalimia wageni kwanza, hajamsalimia mimi hiyo. Si anakusalimiaga kila siku wewe. Wageni sio wamekuja mara moja tu. Weka kando. Neglect. Bwana asifiwe. Amen. Dharau. Kutaka sana kuheshimiwa ni kiburi, narudi kwa kiburi. Mtu asipokusalimia una dharau. Na siku mke wangu akunisalimia kutoka Shinyanga. Kahamu. Kwa sababu yeye ananisalimia. Mimi sisalimie tena, spiritual nisalimie yeye. Hamna salamu. Siku hizi simsalimiani sana, kwa mara nyingi asubuhi nakuwa naomba. Sasa nikiomba sitaki kuongea. Nini niongee na Mungu? Na wewe pia ukiona mtu anaomba usimsemeshe. Yaani mtu yuko good morning. Good morning. Good morning. Atake good morning. Atachana na Mungu, tutamuuliza kwa matatizo. Tumeelewana hivi? Kwa hiyo akunisalimia baadaye kama nimeomba nikamwambia mwangazi kwa nini leo hujanisalimia? Akaniambia mimi nilijua umepumzika. Yaani niko kitandani sinasubiri hiyo kesi. Yaani yuko yeye anaoga, mimi niko tu anasalimia. Yeye anajua nimelala, mimi niko tu. Unaona mateso haya? Alafu anakuja mawazo wakati wako anafanya kazi wewe division kwamba ni hicho kikazi
chake. Yaani sio aache. Yaani wanawake wakiwa na kazi. Mambo mengi. Nikamuuliza kwa nini hujanisalimia leo? Kaniambia nifikiri umechoka jana nimeomba usiku kucha. Kumbe hujalala. Nilifikiri umelala. Akaanza salamu. Nikajisikia aibu. Ndio toka wakati huo nikawa naweka kando vitu najitahidi kufidharau. Mawazo ya namna hiyo sio hajasalimia koti langu sio amenifanya nini. Bwana asifiwe. Amen. Tuweke kando vitu. Yaani safari tulionayo ina maana, hivi vitu vingine vya miogo sio imeungua, wewe unaikuangua na kisu unakula kule kuzuri. Kwamba miogo ni kama mkaa, ukiufuatilia sio mkaa, ni sehemu moja tu sufuria ina nini huko. Kwa unaweka unachukua unakula. Ndio kuweka kando ni kuneglect. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo somo letu ni kuendelea na Yesu. Na kwenye kuendelea na Yesu inabidi tuweke kando na tupige mbio kwa saburi. Hebu sema tupige mbio. Tupige mbio Kwa saburi. kwa saburi. Sasa saburi inaitwa hypomone. Saburi inaendana na ustahimilivu. Yaani saburi, mtu yote anataka kufika mwisho huwa anatakiwa astahimili. Mfano mkulima. Zamani kwa kuna mtu anatusaidia kazi nyumbani anaitwa Lazaro. Alikuwa nafikiri ni Mnyamwezi. Alikuwa akilima anaimba. Zile nyimbo za zamani zile za nazijua za mwalimu Jalala anasema tulime sana. Kama makongoro ndio Tanzania. Anachangana na Kinyamwezi huko. Alikuwa anaimba. Sasa utotoni nenda na mwangalia. Unakuta kipande kimeenda amelima speed kiasi gani? Kwa nini anaimba vile? Mwalimu Jalala amesema tufanye kazi. Wafanya kazi na wakulima. Unje na kanga ingala anachangana na kiuga. Ni kwamba ile kazi inachosha. Anavyoimba vile inampa furaha. Anakuwa na saburi ya kufika mwisho. Kitu kinachochosha kinakufanya usifike mwisho. Unachukua una saburi ili ufike, na saburi inaendana na furaha. Kwa hiyo na wewe ukiona niko nini ngumu sana kuenda, imba nyimbo za saburi na tenzi za rohoni. Usiandokia mashikani, usiapa tumeishi wena. Wakati watu wanakusema vibaya imba. Hivyo, kama utakuwa na saburi. Umenielewa? Mzigo. Weka kando kwa kuimba. Bwana asifiwe. Amen. Lakini Bwana asisitiza saburi ni uvumilivu. Saburi ni ustahimilivu. Saburi ni kutoachia, kushikilia kitu, kudumu. Hebu sema kudumu. Ni kama baharini. Baharini kuna mtu alikuwa anasimulia hiyo hadithi kuijua vizuri, anasema kuna nafikiri boti ilikuwa limezama, chombo cha baharini kimezama, yeye akashika dumu. Lile dumu akalishika muda mrefu, mikono ikaanza kuchoka. Yaani akaanza kuomba na sala ya toba mwenyewe ili aliachie afya, amechoka. Sawa eh? Baharini. Alafu kuna samaki linapita pembeni, linamkosa. Analiona, amekosa. Kuna kitu kinamwambia na samaki tu alile. Amri. Lakini ameshika ile dumu. Nini kinamfanya ashike? Tumaini, saburi. Anasema baadaye akaamua tu afe. Anataka kuliachia mikono, imeshazoea iko hivi, yani imezoea kulishika. Yaani hawezi kuliachia. Ndio Yesu naye ukikaa naye kwa saburi muda mrefu huwezi kumwacha Yesu. Bwana asifiwe. Kwa matatizo tunayopata yanatujengea saburi. Upande wa kwanza yanatumiza, lakini baadaye utashangaa tunda la saburi, uvumilivu unakuwa kubwa. Na saburi lile tunda la Roho, yale tunda la Roho kwenye Wagalatia 5, yale matunda au lile tunda linachukua muda. Na tunda linaendana na mazingira. Kwa tunda la upendo ili litokee, kuna mazingira ambayo yanaweza kuwa kinyume na upendo.
Tunda la furaha ilitokee, kuna mazingira yakawa kinyume na furaha. Amani, kuna mazingira yaani wewe umeishiwa hela kabisa, alafu haujisumbui uko tu. Yaani na amani ni ngumu. Na kitu kanambia kaa kitandani unakaa. Kaje akasimama. Lakini kama kaa hivi kwenye meza unakaa. Ukikaa dola sijakaa vizuri unakaa hivi. Ile ndio kujisumbua. Ndio Yesu anasema ni nani anayejisumbua alafu anasababisha hata hela sije. Anasema Yesu, ni nani ambaye anajisumbua hata unyewe wake unaongea. Yaani kujisumbua ni ile kuhangaika. Kuna vitu hata ukihangaika haviji. Sina school fees, utafukuza mtoto. Sasa ukifanya vile ndio Yesu anasema hata ukifanya hivyo havileti hela. Sasa Mungu sangine anataka ukue ili uwe na amani wakati una matatizo. Ni ngumu. Umesikia? Sio rahisi, ni ngumu. Mimi nimeilazimisha mpaka nimekuwa hivyo. Nimefuka, nimefanya nini hivyo? Kwa hiyo kuna siku hizi matatizo yakija, kuna matatizo linakuja. Kuna matatizo na yaani tatizo ni bomu kweli. Ndani kunakuwa na ile amani na utulivu. Bwana asifiwe. Kwa vitu vya kiroho vinaleta saburi. Mstari wa 12 mstari wa pili nasema tukimtazama Yesu. Hebu wote tuseme tukimtazama Yesu. Mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Basi naweza msiseme, anasema ambaye kwa ajili ya furaha. Naweza msiseme sasa, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili. Alikuwa na saburi kwa sababu kuna kitu alikuwa anaona. Kustahimili, huwezi kustahimili kama kuna kitu uone. Wanafunzi wanastahimili yale mateso ya kusoma. Kusoma ni mateso, kusoma kokote. Na mtu alikuwa anamsikia anaongea, anasema mimi nilisoma science. Yaani sio kama level nilisoma science. Masomo magumu sio kama ya arts. Ninasema huyu amesoma arts huyu. Unajua ni kweli science ngumu. Lakini na ni ngumu kana arts nayo ni ngumu. Hamna masomo ya level marahisi. Na mimi nilipokuwa naenda level nikataka kusoma masomo fulani hesabu nilikuwa nasikwepa. Kwa hiyo nikataka kusoma HGE kwa sababu HGE kidogo ina heshima hivi history Kiswahili watu wataona ni mwanamke. Tulikuwa tayari tunataka kitu kingine sasa. Sasa nikakutana na mwalimu akaangalia ufaulu wangu. Akaniambia usisome HGE, hujafaulu hesabu. Soma HGK. Mbona kama kombi ya kike hiyo? Akaniambia soma HGK. Nikasoma HGK. Alichoniambia aliniambia ukipata HGE division 3, alafu HGK ukapata division 1, watu hawaongezagi ulisoma kombi gani. Yaani division 1 ni 1 tu. Hata kama umesoma HGK okay. Alafu wa PCB akapata division 3, wewe HGK okay, ukapata division 1, watu watamwangalia division 1. Huko mwanzo ndio kuna jigamba mimi ni PCB. Kwenye matokeo hamna. Akanishauri akanipa hiyo hekima. Nikasoma HGK. Na imenisaidia kweli kwenye uandishi. Hivi unaona naandika vitabu vya Kiswahili vya kiroho ni HGK hiyo. Kumbe ilikuwa imeshika mwisho wangu, destiny yangu. HGK isingenisaidia sana. Nilikuwa nazungumza kuhusu kusoma. Kwa nini mtu unasoma? Kwa nini watu wanasoma wale madaktari? Kweli daktari ni mgumu kuliko hizo HGK na nini? Lakini nasikasha sema shule zote zina ugumu wake. Mimi nilipokuwa nasoma hiyo HGK, wakati tunafanya mtihani wa form 6, ilifikia wakati sitaki kuona karatasi. Karatasi nikiona msikia utapika. Yaani nilifikia sisomi, yaani nikisoma siwezi tena kusoma, nikaacha kusoma. Naelewa geography na mambo kibao. Si physical geography na miamba kibao ya turi. Wale mnaodharau HGK kasomeni Kiswahili cha elevu. Kokote huko mtandaoni fuatilieni Kiswahili cha elevu. Kina vidude vya ajabu vingi. Na sikuvimaliza, nimemaliza elevu sijamaliza. Ni Mungu tu amenipangia hivyo na kutoa umefaulu, lakini kuna vitu ulikuwa unaingia kwenye vitu msitaki kitokea kitu fulani. Mungu msitaki. Unakutaka kitu. Haleluya. Hivyo kusoma kunahitaji ustahimilivu, lakini kipi kinawapa
hawajasoma wanaona tu watu waliosoma wanaringa. Wewe jaribu. Yaani mtu anajua vitu. Mtu mmoja bwana namsikia anasema, "Profesa bwana, yaani kwani profesa ndio nini?" Profesa mtoto unaweza kuwa profesa. Mimi namwangalia. Mimi from 62 degrees ya kwanza zimeniendesha. Kwa nini nasema profesa? Hapa na ukashifu. Hapa hajasoma. Nafuu wewe umesoma. Yaani yeye sio anauza mchicha huko, anajilinganisha na maprofesa ati wote wale chuo kikuu hawana kitu. Ni sawa na yeye. Umeelewa watu walio. Hebu turudi hapa. Watu kama wale wamesota sana. Sana. Kusoma ni kazi sana. Bwana asifiwe. Inahitaji ustahimilivu. Na sio kusoma tu, hata biashara unafanya mtaji maisha. Kuna shaka kesho tuko barabarani tena. Ili ni ustahimilivu. Kwa sababu kuna lengo, kuna mahali unakwenda. Na Yesu naye alikuwa na lengo, kuna mahali anaona utukufu, anaona kiti cha enzi. Kwa hiyo akawa anastahimili kutemewa mate. Alikuwa anatemewa mate tu, kiwa ni mwana wa Mungu sio nini, anastahimili ile. Alikuwa anaona kiti cha enzi. Bwana asifiwe. Wewe unaona nini? Usipokuwa unaona kitu chochote kwenye wokovu, ndio maana unaacha. Mimi kwenye wokovu kitu ninachokiona cha kwanza ni mbinguni, cha pili ni wito. Naogopa kitu kinaitwa wito. Yaani wito. Nikafika mwisho afu sijamaliza au nimeshindwa, naogopa sana. Niwapo ile mfano yule mtu yule dada alikuwa anatoka kwenye ile anakufa, wakati anakufa akapata tu lugha ya kiroho kwamba kuna vitu sijafanya alafu nakufa. Yaani anasema alijisikia vibaya, akamwambia Mungu sitaki kuja huko. Aliporudi ndo akawa mhubiri jumla. Yaani alisikia hali unavyosikia. Na mchungaji mmoja kwa anasema maumivu makubwa kwenye ulimwengu wa watu wakifa ni kuondoka duniani, afu Yesu anamwambia utakiwa ufanye hiki kitu, kilitakiwa kiwe hivi, afu unakiona, afu huwezi kufanya na huwezi kurudi. Anasema hiyo watu itawaumiza sana. Itawaumiza sana. Kwa hiyo huduma inahitaji saburi na maumivu. Kuna vitu kuna mateso fulani, lakini usiangalie mateso, angalia mwisho thawabu. Kwa sababu wewe utaishi milele. Utaishi na Mungu. Kuna mtu alienda mbinguni, anaitwa mchungaji mmoja wa Ghana, Askofu William Duncan. Malaika Mungu akamwonyesha, hebu tuseme mji. Yaani kuna kamji kati ya Losbon. Yaani ana kamji kake. Kama vile Moshi pale, iwe ni ya kwako. Sasa Tirosbon ana mji wake mbinguni. Yaani yule si Yesu ndiye akamwambia ni mji wa Tirosbon. Sio nyumba. Ni kamji kake. Labda kwenye kale kamji kuna kakofa fulani kwake. Hebu unaenda kukaa na watu wa namna hiyo. Wewe unaenda huko na kamtaa kako tu kadhabu na bustani pale. Huko tunaimba nyimbo na tunapoabudu kwenye kamtaa fulani hivi. Ni kazuri kadhabu, kana vitu vya dhahabu. Kana wanyama wazuri. Milele. Uko pale kwenye kiti cha enzi, unaona kiti cha enzi kile kuna ibada leo yetu na kwa milele. Naonaje hiyo? Jamani naonaje hiyo? Kwa hiyo stahimili sasa hivi kuna vitu. Paulo anasema kila mtu atapata thawabu yake kutokana na taabu yake. Kuna taabu utapata, lakini mwisho wako utakuwa mzuri. Stahimili. Bwana asifiwe. Amen. Ukisikia mtu anasema mimi nitaacha wokovu, huyo mtu ana shida. Wokovu hauachiki. Unaacha. Nakumbuka zamani nilipookoka, nilikuwa mdadisa na yule mama ambaye alikuwa anakaa kwake watu wa mashimo. Usiku ukifika, namsikia naimba, "Nimwache Yesu nende kwa nani? Nimwache Yesu nende kwa nani? Maana Yesu ndiye uzima. Nimwache Yesu nende kwa nani? Nimwache Yesu nifanye, nimwache." Anaimba. Kumbe tuna kinyama kinamsikia. Sawa, nilikuwa mdadisi sana. Baadaye na mimi nikaanza na ule wimbo na mimi nikaimba. Nimwache Yesu nifanye, nimwache Yesu. Tumeelewana? Ile roho ikaniingia. Lakini nilichokuwa nawaza ni mbinguni. Kwa sababu mwisho wetu ni mbinguni. Tunapokutana na vitu hivi inakaweza tuviweke kando, tustahimili. Haya mambo yote yanaingiliana. Anasema tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi. Alafu anasema tupige mbio.
Kwenye kupiga mbio pale panahitaji saburi. Kupiga mbio ni kama ile wanariadha wanakimbia. Ukimwangalia amechoka. Hebu sema amechoka. Ndio maana anafanyana mpaka unakuta anafanya mdomo. Ni kama amechoka. Lakini hawezi kuacha, anaachaje sasa? Atakosa medali. Mwisho maana anaanguka chini pale. Sasa wewe kidogo tu. Mimi sina maisha yako. Nani Mungu anamtumikia? Lakini kile nikimtumikia ndio watu wananisema vibaya. Acha kwaya. Umeanza kwaya. Saburi ya kwaya imekushinda. Kusema kuna mijitu imesulubiwa wiki na Petro. Yaani wanalisulumisha hivi nasema haitoshi nigeuzeni. Kuna saburi. Eti haiwezekani nikasulubiwa kama Yesu. Nigeuzeni kichwa chini. Yaani huyo mtu amekufa katika Yesu. Kwa hiyo tuwe na saburi. Bwana asifiwe. Amen. Alafu anasema kumtazama tukimtazama Yesu. Sema tukimtazama Yesu. Hii inaitwa aphorontes. Kumtazama huku sio kumtazama hivi. Ni kumtazama, kuondoa macho yako kwenye vitu vingine na kuangalia kitu kimoja. Ni vitu vinaingiliana. Haleluya. Hebu sema naweka kando dhambi, mzigo na kuwa mwepesi. Napiga mbio. Nakutana na vitu vibaya. Napopiga mbio, lakini nakuwa na saburi. Na stahimili. Huku namtazama Yesu. Ili neno kutazama maana yake ni kuweka kuwa na, ni kama vile unaendesha gari, toa mfano wa gari. Unaendesha uko sina mke wako. Anakwambia baba kazi kitumbua chakula, anasema hicho hapo we. Unatazama barabara. Ndio hili maana yake. Kaza ukitumbua unakushamka nje. Nakushamka vichakani huko. Tumeelewana? Ndio kutazama hapo kuna kwamba mkimtazama kwenye hizo mbio mtazameni Yesu. Usimtazame bosi. Yaani mara zote unamtazama Yesu kwenye mbio zako za unamtazama Yesu. Macho yako ya ndani yako kwa Yesu. Alafu unaweka kando mizigo na dhambi na vikwazo. Alafu unakuwa mwepesi, unapiga mbio. Tukifanya hivyo tutaendelea katika wokovu wetu, tutafika mwisho. Bwana asifiwe. Andiko la kukumbuka lingine ni Wafilipi 3:14-13 nasema, ndugu sijidhania kuwa ya kwamba nimekwisha, tarudia, ndugu sijidhania nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja, nikiyasahau yaliyo nyuma. Hii kusahau yaliyo nyuma na ni kuweka kando. Alafu anasema nikiachuchumilia yaliyo mbele. Na kaza mwendo. Ukaza mwendo wake naendelea. Nifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Yesu Kristo. Huyu Paulo alikuwa anaona kuna mede ya thawabu, kuna medali. Kuna kaza mwendo, nifikirie ile medali katika mwito wa Yesu. Nifikishe mwito wa wokovu mwisho ufike niwe nimeokoka, alafu mwisho ufike niwe nimemaliza kile kitu ambacho natakiwa kukifanya. Je, utafanyaje ili uendelee mbele katika Yesu Kristo? Namba moja, nimebadilisha kidogo utaratibu hapa. Namba moja, lazima uwe una mahali unapatazama. Kuna vitu unatazamia. Bwana asifiwe. Namba mbili, hivi kama kuna vitu unatazamia, makuu unaongea na Roho Mtakatifu kwamba nisaidie kuweza kumtazama Yesu katika maisha yangu yote. Mimi namtazama Yesu, siangalie vitu vingine. Alafu niweke kando. Unakutoka sasa, kuna kitu fulani hivi linanisumbua, linanijaribu, unalisemesha, unalikataa, unalineglect. Vile nilivyosema, unapohusia vitu vya kuweka kando, mizigo, vitu ambavyo, yaani kitu chochote kisikufanya ulemewe kwenye mambo ya ufalme wa Mungu. Hata kama ni kitu halali. Niyo mama wenye watoto, usiache kuomba kabisa sana mtoto mchanga. Nanyonyesha. Nena kwa lugha ukiwa unanyonyesha, aliposikia na kana kutazama. Kitakuiga na cheno ndio kianza kuongea hivyo utakutana nayo mbele huko.
Mtoto yeye tunavyojifunza kusema kidaza tulipo na chenyewe. Sawa eh? Unafanya ule muda wa kunyonyesha, nena kwa lugha hata dakika 5 10. Usinyonyeshe hivyo. Kwa sababu kuna watu walikuwa wanasikia mchungaji mmoja anambia tukombea. Yaani wamama wakijifungua ilikuwa kidogo inamsumbua sana. Kwa sababu kanisani hawaji miezi 3. Maombi ndio yameisha. Si ndio? Hata kama alikuwa muombaji, wanasemaga sio muombaji anaweka kata nini muombaji. Yaani muombaji. Akijifungua ni maparachichi, mapera, ni mchema kula. Sawa? Anasahau kabisa maombi. Je, Mungu aliyeleta watoto wa kujua kwamba unajifungua? Je, maandiko yanasema ombeni siku zote? Hata ukijifungua omba. Sasa umezoea ile kuomba kwamba ukikaa unapiga masaa 3 hujaamka. Ukijifungua badilisha. Wewe unafanya dakika 5 15. Hizo unaomba. Ukifika usiku unakuta unaomba masaa 2. Alafu unasema asante Yesu, unaomba masaa 2. Bwana asifiwe. Amen. Ila ukiwa unapika usiombe unapika. Nikikukuta sisi. Nikikukuta hapo, naanza mfungo. Semi uongo, yaani mimi nianze hapo hapo. Karibu chakula nimeanza maombi ya kufunga. Sikudanganyi na sitakula tena mchana. Yaani ile ni kwa ajili hiyo. Kabisa korokoro. Unatembea mate. Kwa sababu unaombea kiroho lakini mwili maana hata hayaibi kwamba unaomba. Hapo wewe umevaa hivi. Sasa ukivaa ile tena huwezi kunena. Ukivaa ile kwanza ni mask. Wewe barakoa. Jina la barakoa tumelibiwa baada ya corona. Kumbe lilikuwepo. Bwana asifiwe. Basi Mungu awabariki jamani. Tuweke kando mizigo. Nikiuliza hapa nani ana mzigo? Hamna mtu ambaye hana kitu kina mzigo. Mwingine madeni. Mwingine tu umeumizwa. Mwingine wala hata uelewi una stress hata hujui ametoka wapi. Yote ni mizigo, weka kando, imba, semesha, dharau na kadhalika. Mungu awabariki. Amen. Kwa sababu ni kipindi cha msingi